Karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne, siku ya 10 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu sana kunako tetesi za soka Ulaya. Kubwa zaidi, Cristiano Ronaldo tunaambiwa kusitisha mgomo wake Saudia. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Karibu sana. Cristiano Ronaldo anatarajiwa kusitisha mgomo wake katika klabu ya Al Nassr na kucheza tena katika klabu hiyo ya Saudi Pro League siku ya Jumamosi. Forward huyo wa Ureno mwenye umri wa miaka 41 amekosa mechi mbili kwa sababu hakufurahishwa na jinsi klabu hiyo inavyoweza kuendeshwa. Lakini taarifa tu ni kuambie ni kwamba tayari jamaa ameweza kusitisha mkataba wake. Hakuna namna, inabidi arejee uwanjani. Unajua msimamo ni moja kati ya kitu kizuri sana kwenye maisha. Yes, kwa hiyo mwamba CR7 unaweza kurejea tena Jumamosi bimbani. Tukitazama habari nyingine, hatma ya mchezaji wa kimataifa wa Uingereza Rashford, Barcelona inategemea uchaguzi wa rais wa klabu hiyo mwezi ujao. Mkataba wa pauni milioni 26 kwa mshambuliaji huyo wa Manchester United kwa mkopo mwenye umri wa miaka 28 ndio kiini cha ombi la Joan Laporta kuchaguliwa tena. Yes, tunafahamu pia uchaguzi mkuu utafanyika mwezi Machi. Sasa kwa maana mwezi wa tatu, na jana tumeona kuna tetesi zinasema kwamba inapo Laporta hataweza kutetea nafasi yake, huenda ikawa hata junior kocha wa Barcelona kibarua chake kikaweza kuota nyasi. Sasa unaambiwa Joan Laporta ndio unaambiwa no kiini cha ombi la Joan Laporta kuchaguliwa tena. Kwa hiyo ngoja tuone itakuwaje. Lakini kwengineko, Manchester United itamlenga mshambuliaji wa Everton na Senegal Iliman Ndiaye mwenye umri wa miaka 25 ili Rashford atahamia Barcelona kwa mkataba wa kudumu. Kwengineko, klabu ya Bournemouth inapanga kumpa mshambuliaji wa Ufaransa Eli Junior Kroupi mwenye umri wa miaka 19 kandarasi mpya yenye unono mwingi wa nia ya kuzuia kutakiwa na baadhi ya vilabu vikubwa barani Ulaya vikiwemo the Blues, Chelsea, Liverpool, the Reds, Real Madrid na Paris Saint-Germain. Itawezekana, ngoja tuone. Lakini klabu ya Manchester City wanajiandaa kutoa kitita cha pound milioni 100 kwa ajili ya kumnunua kiungo wa kati wa Nottingham Forest Mwingereza Elliot Anderson. Na taarifa zilikuwa ni nyingi na nikasubiria pona. Anderson pia niliona baadhi ya vilabu kama vile AC Milan pia ilihusishwa nayo sana, na England pia, hata Liverpool pia walihusishwa sana kumtafuta Elliot Anderson lakini City inawezekana wakamchukua. Ngoja tuone, inawezekana pia, pesa inazungumza. Klabu ya Bayern Munich hawatarajii kumsaini forward wa Atletico Madrid na Argentina Julian Alvarez, na hivyo kuongeza matumaini ya Arsenal kumsajili mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26. Lakini pia Alvarez bwana amekuwa ni tegemeo sana, nimemwona katika kikosi cha kwanza cha Diego Simeone pale Atletico Madrid. Sasa kama watamruhusu kuondoka, kuna kazi, utakuwa unampa kazi sana. Inabidi Griezmann awe anaanza sasa, au inabidi iwe hivyo, hatujui. Sawa, lakini AC Milan wana imani kuwa Fulham watatoa chaguo la pound milioni 21 kumnunua winga wa Nigeria Samuel Chukwueze mwenye umri wa miaka 26 ambaye yupo kwa mkopo Cottagers. Lakini Manchester United wanamtaka kiungo kati wa Borussia Mönchengladbach Mjerumani Rocco Reitz mwenye umri wa miaka 23 ambaye thamani yake ni takriban euro milioni 35. Hii inaitwa Borussia Mönchengladbach. Haya bana, sawa. Tumalize na taarifa kutoka hapo United, ambapo pia jana tuliwapa hii taarifa kuhusiana na mchezaji mwingine ambaye analengwa na klabu hiyo, Sandro Tonali wa Newcastle United. Huenda akawa na bei ya hadi euro milioni 100 kama nilivyokuambia siku ya hapo jana. Kiungo huyo wakati wa Italia mwenye umri wa miaka 25 pia anavivutia vilabu kama vile Arsenal, Manchester City na Juventus. Kiukweli mimi sina la ziada kunako tetesi za soka barani Ulaya. Hii ni Talent Media.
Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Asante, naomba nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vingine. Bye bye.